Ya saa 5 asubuhi. Ni furaha iliyoje kuzidi kuungana nawe katika taarifa hizi na kuangazia masuala mbalimbali ambayo yanajiri humu nchini. Ni wasawa kuingia katika mazungumzo ambayo yamekita katika nyenjo ama katika uwanja wa siasa, lingo za siasa. Kuna mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea. Mazungumzo haya yakiibuka kutokana na kifo chake hayati Raila Amolo Odinga, ambapo ameondoka katika ulingo wa siasa, lakini kuondoka kwake bado kumebakisha kumbukumbu nyingi, kumebakisha sera nyingi katika chama chake na katika upinzani. Je, upinzani utabaki mkakamavu, utabaki na uendelevu na utabaki na jasiri ya kuweza kuzikosoa serikali, ikiwemo serikali ya sasa ya Kenya Kwanza? Ama Raila Odinga alipozikwa Jumapili, basi upinzani nao alizikwa nao? Ni baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tukiyazungumza na kuyatafutia vipi tutayadadavua na kuelewa mintarafu ya hayo yote ambayo yatakuwa yakifanyika katika siku zijazo. Manake wenyewe wanasema bado tunaomboleza, lakini wanapoomboleza huku chini kwenye jiko, wengine wameanza kuchochea kuni. Wanapochochea kuni, ni nini kinachotayarishwa kuandaliwa kwa wapinzani hao? Karibu sana mtazamaji, tuungane katika sehemu hii tuweze kuyazungumzia hayo yote, ambapo studioni ninaye Bosco Mutegi Kiura ambaye ni mchanganuzi wa sera na utawala, na baadaye tutakuwa tukiungana naye Stella Agara, mchambanuzi wa masuala ya utawala bora na usalama, kuweza kufahamu hisia zake hususan katika baadhi ya masuala, hususan kama yeye akiwa ni mmoja wa wale ambao wametoka katika chimbuko la ODM wakati mmoja akifanya kazi na Raila Odinga. Je, hisia zake ni zipi katika chama hicho ambacho wakati mmoja alikuwa anafanya nacho kazi? Bosco, karibu sana studioni. Asante sana. Tumekuwa nawe hapa studioni weekend hii tukizungumzia masuala ya mazishi, vile alivyokuwa akiendelea kule Mamboleo, na leo hii tayari kuna mapya yameanza kujitokeza katika siasa. Kweli. Chama cha ODM kimeachwa wapi hasa? Ni yatima kweli? Shukran sana Suleiman kwa mwaliko huu, na nashukuru sana kwa fursa hii. Chama cha ODM ni hatima. Chama cha ODM kinawezekana kuwa si yatima, but inawezekana kuna watu ambao ni yatima already. Okay. Watu ambao walikuwa pale kwa kukosa jina lingine wamekuwa kama kupe ama parasite. Wale wamekuwa wakisubiria ama wakingoja kutumia Raila Odinga katika mambo ya kisiasa. Sasa ule Raila hayupo kabisa. Sasa itabidi waingie mule, wajinganganie, ama sababu tumesema ni kama kupe, watafute ng'ombe nyingine ya kufyonza damu bila kumkosea heshima. Bila kumkosea heshima. So kwa vile nasema si matusi, nasema vile naeleza tu, natumia ile mbinu kwa mfano kueleza. Kwa vile navyosema ni tumeona kabla hata baba kuaga kumekuwa na mgawanyiko katika kile chama cha ODM kati ya hawa vijana ambao wamekuwa chipukizi. Tunaongea kuhusu Sifuna, Babu Owino na wale wengine kina Caleb Amisi, correct. So wale wamekuwa hata kama wako kwenye chungwa katika ODM, wamekuwa wakipigania mambo tofauti na yale ambayo Raila Odinga na chama cha ODM katika broad based government wamekuwa wakifanya. So kwa kweli tuna matumaini kwamba huyo mgawanyiko utakuwepo. Lakini hata kama mgawanyiko utakuwepo, tuseme kwamba kwa mfano tumeona katika pale kwa mazishi, tuliona viongozi ambao wako kwenye serikali walisema kwamba hawabanduki, hawatoki kwenye serikali. Na tukiangalia kwa nini, tujiuliza kwa nini hawatoki kwenye serikali. Labda wamefurahia yale mambo wamekuwa wakifanya katika serikali. Raila Odinga, bendera si mbaya, na pia wamekuwa walipelekwa pale, wanasema walipelekwa pale na baba. So kwa nini watoke? So kama wako pale kwenye serikali, wanaona serikali sio mbaya. Tena uangalie wale viongozi wote, ukiangalia Joho, uangalie Oparanya, uangalie Bandi, na viongozi wale wengine hata Lee Njiru, wale ni viongozi ambao
hawajachaguliwa kwa wakati huu. Lee Kinyanjui. Lee Kinyanjui, correct. Lee Kinyanjui hawajachaguliwa katika kwenye debe walikotoka ama mahali popote. So kukaa utoke kwa kiti cha waziri uende nyumbani huko hujachaguliwa, huna bendera, si vyema pia kwao. Na tena bila kuwaharibu sana, niseme ukweli, wale wana usemi mkubwa katika maeneo ambayo wanatoka. Ukiangalia Joho kwa mfano, ana usemi mkubwa katika pale Coast. Kweli? Ndio. Tukimweka yeye na Kingi, unadhani Joho ataibuka kidedea? Hatuwapimi vile, lakini tuseme kwamba Joho kwa nafsi yake, kwa kivi yake, ana wafuasi wake. Ndio. Ukiangalia Oparanya pia ni kiongozi ambaye anaheshimika pale Western kwa sababu amefukua governor kwa mihula miwili. Lakini nirudi tu katika kauli hiyo. Umewafananisha kama ni vigogo katika sehemu zao, lakini katika sehemu hizi pia kunao ambao bado wanawapatia hali ngumu katika siasa zao. Ukimtaja Oparanya, anatoka eneo ambalo lina vigogo wawili ambao wao wenyewe hawajui kama wanakaa zizi moja ama hawapo zizi moja. Ile tunawaona wako zizi moja. Nikimzungumzia Mudavadi na Wetangula. Ukiangalia Bungoma, kama hutasema Simba utakuwa na wakati mgumu. Ukirudi Vihiga usiposema ANC utakuwa na wakati mgumu. Huyo ni Oparanya ambaye kwake pia inaonekana labda ajichukulie eneo lake la Kakamega naye pia awe mfalme wa Kakamega. Maanake hilo ndo linaonekana kidogo lilikuwa ni eneo lililoegemea upande wa Raila Odinga ambaye ametoka Luo Nyanza. Tukimwangalia Joho, bado pia kunao ambao wanatatiza siasa yake. Hujui ni Mvuri ambaye yupo eneo la Kwale, hujui ni Kilifi ambako kuna Amason Jeffwa Kingi. Kwa hivyo yeye anaonekana pia ni kama ni kigogo tu wa kaunti ya Mombasa. Uzuri ni kwamba hao viongozi wote uliowataja wako upande wote wa serikali. Kwa hivyo wapigani sana. Hata kama umeeleza vizuri, ni ukweli wana sera tofauti, wana supporters tofauti, wanapigania ile kura, wanapigania ule ubabe, wako kwenye serikali upande mmoja wote. So ninavyosema ni kwamba hao viongozi walivyo kwa sasa, tukiangalia kwanza ODM vile ilivyo, kutakuwa na mgawanyiko wa viongozi ambao ni wale vijana na viongozi wale wa kitambo. Na tukiangalia vizuri kwamba hata katika zile statements zimefanywa pale katika haya mazishi, ukiangalia mtu kama Winnie Odinga, Winnie Odinga alisema kwamba atajaribu kuwa atakuja, she will be coming home, atarudi nyumbani. Inamaanisha nini? Labda ana nia ya kuwania kiti tuseme cha Bondo, ama pia huyu baba yake huyu Oburu, kwa lugha nyingine Oburu Odinga, ni seneta wa Siaya. Anaweza amua pia ampe kile kiti cha Siaya, aanzie siasa zake pale. Na tukisema Raila Odinga hajaweza kutengeneza viongozi ama kumenta ama kufanya ile succession plan, tutakuwa tunasema si kweli. Sababu Winnie Odinga kwa mfano ameshawekwa katika uongozi. Kwa sasa hivi yeye ni mjumbe katika Yala. Kwa sababu ni kama baba yake aliona haya kwa mbali na akaweza kumtayarisha. Kwa sasa hako bungeni. Amekuwa kijaribu wakati mmoja amemleta Rosemary Kibra, lakini hali ya afya ikaleta tashwishi. Sasa hizi umeona niseme amemrusha katika kidimbwi kizito ama kirefu, kina kirefu. Winnie Odinga anaanza kujitengezea vazi lake katika siasa. Kwa hivyo unavyozungumzia urithi, imeonekana kwa umbali amekuwa akijaribu kuwasukuma wanawe pia waanze mahali wakipanda. Ndio kabisa. Na ukiangalia vizuri, I think ukikumbuka siasa za 2017 na hata 2022, Winnie amekuwa involved sana katika siasa za Raila Odinga. Walikaa naye kwenye gari lake, ulimuona pale akiwa na kamera juu ya magari akiongea, akipiga mapicha na akiongea na vijana. Na tuseme kwamba ninavyosema ni kwamba wale viongozi walio wachanga katika kile chama cha ODM ni wana nafsi nzuri ya pia ya kuweza kufanya ile inaitwa reinventing ama mwamko mpya wa hiki chama. Ndio sasa
kama ni Winnie Odinga awe ana ile nafasi ya kuweza kufanya siasa zake na kuinuka. Tumeona vizuri amekuwa akifanya kazi vizuri na President William Ruto. Na wakati alikuwa katika yale mazishi aliongea kwa direct kwa William Ruto, akamwambia na pia mimi napanga nitarudi hapa. Mbona alimwambia William Ruto? Kwa sababu yeye na Oburu Odinga baba yake mkubwa wamekuwa labda wako na mambo ambayo wanatayarisha. Nikiwa nimesema yale yote, vyama huwa vinaendeshwa kulingana na katiba na sheria ya vyama. Kwa hivyo kama watu wanavyosema Babu Sifuna watafukuzwa katika vyama, lile jambo lazima lifuatie sheria za chama. Kwa mfano tuliona chama Oburu Odinga ameidhinishwa ama ameteuliwa kama acting party leader, lakini hiyo ni only on acting capacity. Wakati wa kufanya whoever atapewa chama cha kuwa party leader, lazima ile delegate conference iitwe na watu wachague, waseme huyu ndio tunataka kuwa kiongozi wetu. Naam, tatizo la vyama vingi vimeonekana humu nchini ni kama briefcase parties, ni vyama ambavyo ni mikoba ya wenyewe wanapozunguka navyo. Wakati viongozi wanapojifahiri kwamba hiki chama hakitakufa, hiki chama tutaki nini, lakini pia wakizungumza walikuwa bado wanaashiria tulielekezwa na, tuliambiwa na, tulipelekwa na. Ndio. Hii inawaweka wapi nao? Ndio. Niseme kwamba in fact umeuliza swali nzuri sana. Nimeona katika demokrasia yetu, kwanza tuseme na tupongeze Raila Odinga, hata tunavyopeana condolences messages kwa familia yake na Wakenya wote na Afrika. Raila Odinga amechangia pakubwa sana katika demokrasia yetu kama Kenya. Ukiangalia mambo alivyofanya pale mbeleni kutumia hichi chama chake cha ODM. Na ukumbuke chama cha ODM kilitengenezwa siku gani? Waliunda chama cha ODM after ile referendum ya 2005 wakakuwa na chungwa. Na chama cha ODM kimeweza kustahimili hata mgawanyiko tofauti. Kulikuwa hata na Kalonzo Musyoka wakati wasiposikizana alitoka na ODM Kenya. Iko wapi leo? So lakini ni vyema pia alivyotoka, kwa sababu pia amekuwa na njia yake ameifanya. Lakini nasema kwamba vyama ulivyosema vyama hivi Kenya vimekuwa vingine ni vya briefcase, vingine vimekuwa visaidii Kenya. Na nimeona watu wamekuwa wakitengeneza vyama vya kidemokrasia. Labda Suleiman, ni wakati pia mimi nifikirie miaka ijayo pia nifikirie niwe na chama changu na niweze kueneza agenda yangu. Utatoboa Meru? Meru si kwetu. Mimi si lazima niwe chama tutakavyo nikaweza kutengeneza chama changu leo. Hakiwezi kuwa tu ni cha Mlima. Hakiwezi kuwa ni cha Meru. Chama ukitaka kuwa na chama kubwa na kuunganisha wa Kenya, niwe chama ambao kiko na ile the face of Kenya. Uwe na watu viongozi kutoka maeneo yote. Yote 9 nasema kwamba vyama vimekuwa vyama vya Kenya vimekuwa vikifuata mtindo wa ni nani aliyeunda kile chama, chama kinaegemea kabila gani, chama kimeundwa na kina nani. Wale ndio wamekuwa wakicontrol hivi vyama. Na kwa mfano kama unavyosema ODM, huwezi sema ODM bila kutaja Raila. So ODM is synonymous with Raila. Na ni vyema kama viongozi wa chungwa ama chama cha ODM wangetaka chama cha ODM kiendelee after Raila or post Raila, ni vyema kufanywe kitu inaitwa rebranding, reinventing. Tuseme kwamba waweze kutengeneza hichi chama kionekane si chama tu cha eneo moja la Nyanza, ionekane ni chama cha watu wote Kenya nzima. Vile watakavyofanya hivyo, hiyo ni mtihani wao, ndio watakavyojua watavyoweza kufanya. Nimekuwa mahali katika mazungumzo na nikisikiza wengine wakisema hatuwezi mpatia mtu fulani kwa sababu ana chembe za mahali fulani, tuwezi mpatia mtu fulani kwa sababu ana chembe za mahali fulani. Vyama vyetu bado vimejifahiri na kujifunga amana na maeneo, makabila, mtu fulani anaongoza. Kwa hivyo chama cha ODM kadri unavyosema, vipi kinajikwamua kutoka kwenye hicho lichokisema chama cha Nyanza na kiwe chama ambacho kila mmoja atakiita chama cha kitaifa, licha kwamba kina uwakilishi katika maeneo mengi zaidi ya vyama vingi, lakini bado nembo yake inaonekana ni ya Nyanza. Kweli. Sasa ni kujibu hilo swali hivi.
Kulingana na zile semi tulizoziona pale katika mazishi, President William Ruto alisema vizuri, yeye hata kubali kuona watu wakivunja chama alichokianzisha kama mmoja wapo watu walianzisha chama cha ODM. Siwezi kuwa na nina shaka, siwezi kuwa surprised. Siwezi kuwa nikiona siwezi kuwa surprised 2027 nikimwona Rais William Ruto akienea urais kwa chama cha ODM. Hilo linawezekana. Kwa sababu gani? Nikupe mfano nikuonyeshe. Hawa viongozi walio katika serikali, nimekuambia kwanza wana usemi mkubwa sana katika maeneo wanayotoka. Jambo la pili, hawa viongozi wengi walio kwenye chama cha ODM wamekuwa wakisema hatutaki kuenda tofauti na yale maneno kiongozi wetu Raila Odinga alivyosema hapa Mombasa Road tulipokuwa tukiwa katika kama wajumbe, na akasema wanataka, yeye ndiye aliwapeleka kwa serikali. Ndivyo ninavyosema. So wanasema hawawezi toka katika serikali sababu Raila Odinga amewaacha katika serikali. So assuming tukitumai kwamba watakaa bado kwa zenye serikali. Sasa ukiona hawa viongozi wamekaa kwenye serikali, we can only make an assumption 2027 kutakuwa na ile kitu inaitwa coalition kati ya ODM na UDA kama ilivyo kwa sasa. Na ukiangalia vizuri wale viongozi wa ODM walivyokuja katika serikali, kulikuwa na yale mambo 10 ambayo yalio katika muktaba ama makubaliano kati ya chama cha ODM na UDA. Ukiangalia vizuri, ukitazama vizuri, miezi 2 iliyopita Rais William Ruto amekuwa amekuwa committed sana katika yale kuimplement yale mambo. Tukiangalia mambo ya kulipa watu ambao walikuwa na mambo ya police brutality, ukiangalia mambo yale yote 10 katika mambo ambayo yamekuwa kileta shida kuhusu human rights, mambo ambayo yamekuwa mambo ya elections. Ndio, nikukate kidogo unapozungumza hayo 10. Hayo 10 hajafaulu kuyatekeleza. Ndio, hajafaulu bado. Kubwa asilimia, lakini ameshaanzisha. Asilimia 80 hajafaulu kuyatekeleza. Mauaji ya kiholela bado tunayona, upoteaji wa watu bado tunaviona. Mageuzi ya uchaguzi bado hayajaanza licha ya kwamba IEBC ndio imetengenezwa hivi majuzi. Hakuwa akivitekeleza Raila alipokuwepo. Hivi atavitekelezaje saa hizi Raila hayupo ambaye ndio angempatia msukumo wa kuvitekeleza? Nakosa kukubaliana na wewe ukisema 90% hajaweza kufanya. Mimi kwangu, kwa mfano wangu, labda amefanya 50%. Sababu kipi na wapi? Haya yote uliyotaja ameanzisha yote. Ni vile kuanza si kufanya. Huwezi fanya bila kuanza. Kuanza si kufanya. Naweza anza safari na niachie hapo na niseme kuna kufanya na kumaliza. Hizo ni vitu mbili tofauti. So kwa kweli namaanisha bila kumtetea or holding brief for the president, ninavyosema mambo yalivyo kwenye ground ni kwamba ameteua fast track kuteua IEBC, fast track mambo ya kufanya form commission ile ya inaitwa nini, ile ya au umesema ya compensation, ameform. Hata kama haya mambo yote tunayotaja yamekuwa yakisimamishwa kotini ama yamekuwa na mambo yanawasimamisha, anafanya lakini kwa kukiuka sheria. Ninarudi kuja kuendelea hapo, anavifanya kweli, lakini tunaona dalili kweli anakiuka sheria. Sijakataa hayo, sababu wakati anavyosema kupigana na ufisadi, anasema anapeana direction kutoka the office of the president. Hilo halifai. Kwa sababu hapo umeingilia separation of powers, umeingilia mambo ya uhuru wa zile commissions. Ndio, bila shaka tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia hapo katika hizo agenda 10 ambazo walikuwa wameafikiana na hayati Raila Amolo Odinga. Je, zitakuwa zinaafikiwa ama zitakuwa ni hadithi za alfu ulela ulela?
Bila shaka nikizungumzia zile ajenda 10 ambazo Raila Odinga na Rais William Ruto waliafikiana, ilikuwa ni kutekelezwa kwa ripoti ya NADCO, ujumuishaji katika serikali ambalo hilo lishafanyika, ulinzi wa ugatuzi, yani vile vile kuwekeza katika uchumi katika vijana, kuweza kuhakikisha kwamba kuna usawa katika uongozi na kuhakikisha uadilifu unaweza kuheshimiwa, kulinda haki za kufanya maandamano, kufanyiwa hesabu ama ukaguzi wa deni la kitaifa, kupigana na ufisadi, vile vile kudhibiti na matumizi ya rasilimali za serikali na kulinda uhuru wa watu. Hizo ni baadhi ya hizo 10 ambazo zilikuwa zimeafikiwa katika hayo yote. Kwangu mimi lililofanikiwa ni la pili tu, ambalo ni kuwajumuisha wale ambao walifaa kuwa katika serikali, ambao tuliona serikali kapanuliwa ikawa serikali pana. Ni swala ambalo pia lilikita mazungumzo makubwa sana. Hebu tusikilize Gladys Wanga alivyozungumza kuhusiana na swala hili la serikali kujikita ndani ya ODM, kumradhi, kujikita ndani ya serikali pana na kwa nini wao hawatajiondoa katika serikali pana. Hebu tumsikilize. We cannot have the ODM ingine huko. Said always that this our father, when he says left, we go left. When he says right, we go right. When he says fire, we fire. The last instruction he left us with, and with a very clear mind. And I remember him speaking at the burial of the late Dr. Phoebe Asio, and he said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. Mimi Sifuna sitakuwa baadhi ya wale ambao watachangia kuangusha chama cha Raila Amolo Odinga. Baba, because ODM is one of your biggest legacies, Your Excellency Baba. I, as Sifuna, will do everything in my power to keep this party united and together. Papa wameamka sasa. Wamesema kwamba kulala kwako chama cha ODM kitalala. Nataka nihakikishie umati huu, chama cha ODM sasa ndio tumeanza mapambano. Bila shaka tunaangazia masuala mazima ambayo yanafungamana na serikali pana. Nilikuwa nazungumza naye hapa mwenzangu Bosco, na vile vile tumejumuika naye Stella Agara ambaye ni mchanganuzi wa utawala bora na uongozi bora. Tutakuwa tukizungumza naye pia kuhusiana na swala hilo la serikali pana. Je, nani anahitaji mwenzake? ODM sasa hivi baada ya kuachwa mataani kutokana na mazishi haya ama na mauti yaliyomkumba aliyekuwa kiongozi wao, je, wao ndio wanahitaji kuwa katika serikali ama serikali bado ndio inahitaji ODM, Bosco? Vyema, hilo swali nzuri. Niseme kwamba ukiangalia katika yale mambo aliyokubaliana na yale mambo 10, nilivyosema, ukiangalia lile jambo la NADCO, rais alishateua kamati ama viongozi wa kushughulikia yale mambo. Ukiangalia mambo ya devolution ambao baba Raila Odinga amekuwa akipigania sana mambo ya devolution, kusema counties waongezwe kutoka 15% to 35% ya mambo ya pesa ambazo counties zinafaa kupewa. Ukiangalia serikali ya Kenya Kwanza imekuwa katika kipaumbele kuwa serikali ya kwanza kuwa inapeana pesa katika counties bila kuchelewesha, ingaa nao matumizi ya pesa katika counties nayo pia yana shida. Ukiangalia mambo ya corruption, ulivyosema, corruption imeenea kila bahali, na jambo la muhimu kwamba tulivyosema kwanza kabla tuende katika break, mambo ya kupigana na ugatuzi, kupigana na ufisadi yamekuwa yakisemekana tunafanya namna hii, tufanye namna, lakini unaona kwamba hakuna ile njia ambayo ni genuine ya ku make sure ili jambo limeshughulikiwa kwa inavyofaa. Ukiangalia kama EACC wamekuwa wakisema ni vyema wapewe uhuru na mamlaka ya kushtaki watu, sababu kama ilivyo kwa sasa, itabidi ushike mtu, ashikwe na polisi, waende waandike statement, wapeleke file kwa DPP, alafu ile file sasa ipeleke kwa EACC, ama EACC wa investigate, wapeleke DPP apeleke kotini.
Sasa hapo ndio kidogo ndio inaonekana kuna it's not seamless more or less. So bila shaka nimhusisha na Stella Agara. Nani anamhitaji mwenzake hapa? William Ruto ama wacha niwaite mayatima wa ODM? William Ruto ana haja sana ya ODM. Ana haja kubwa sana ya ODM kwa sasa, kwa sababu mwanzo mpango wake ulikuwa ni kufanya kazi na baba ili baba amsupport katika uchaguzi ujao. Kwa sasa ana mpango tofauti. Nilisema hapa nadhani ilikuwa ni Jumapili ama sijui ni lini. Na alipoanza kutoa hotuba yake pale kwenye ground, ikaonekana ya kwamba ako na mpango pengine wa kusimama na tikiti ya ODM. Ukiangalia rinda lake la kwenda harusi ya uchaguzi ya mwaka wa 2027 ina madoadoa, ni chafu. Kwa hivyo lazima atafute nguo mpya ya kuvaa ili aweze kwenda kwenye ile harusi. ODM kama alivyokuwa anasema mwenda zake baba ni kwamba ODM bado ni nyeupe kama pamba. Haina mambo mengi, chama yenyewe ina nguvu, ina members mpaka chikule kwenye ground. Kabla baba kuondoka alikuwa anaenda kufanya NDC, mkutano mkubwa sana wa wenye chama ambao wangeamua uongozi wao, wangeamua mpango yao mpaka mwaka wa 2027. Kwa hivyo ni gari safi sana ya kutumika kufika pale 2027 na pia kuwania katika hiyo uchaguzi. Na kulingana na vile amezungumza, hana mpango wa kuachilia. Tunamjua yeye ni mgomvi, ikija kwa kugawanya chochote. Hana mpango wa kuachilia, atavutana na wale watu mpaka apate ile chama. Na asipoipata itasambaratika. Kivipi? Kwa nini kisambaratike? Na kina nguzo zake, kina viongozi wake vigogo, Anyang' Nyong'o, James Agri Orengo, wapo vijana chipukizi hawa. Suleiman, sijui kama uliwasikia pale kwenye dais walipokuwa wakizungumza kwenye matanga. Kila mtu alikuwa na kauli yake. Mmoja anasema baba alisema tukae ndani ya broad based. Mwingine anasema baba alisema tukae ndani ya broad based. Mwingine mwenye sauti kabisa anasema nani aliwaambia, mlisikia wapi? Wale watu wanazungumza lugha isiyo tofauti. Kama ni kwaya tayari sasa wanaimba kwa kizungu tunasema out of tune. Sio ajabu ya kwamba wanazungumza hivyo. Sio ajabu hata kidogo. Kwa sababu alipokuwa anaondoka baba, na ninazungumza kulingana na story moja pale kwenye Biblia. Kuna nabii anaitwa Elijah na alikuwa na mwanawake anaitwa Elisha. Anamfuata, anafanya mambo yote ya kinabii akifuata njia ya Elijah. Elijah alipokuwa akiondoka, Elisha akamwambia nataka kupata nguvu zako kama zile ambazo unazo. Akamwambia wewe wachana na mimi, nenda zako. Mara 4 akakataa kwenda, akamwambia siendi. Akamwambia basi ukiniona nikiondoka, nawe ujue utapata ile nguvu niko nayo. Na Elisha alimfuata mpaka mwisho. Alipoangusha koti hivi naye akachukua koti ya Elijah akavaa. Sasa baba hakuangusha koti. Koti imebaki sasa, watu wanalumbana, wanagawana koti, wanatafuta makasi, wanatafuta kisu, kila mtu anataka kukata sehemu yake. Itakuwa ni mvutano mkubwa sana kama hawajatulia. Na baada ya kuvutana hivyo, kuna wale ambao watabaki ndani, wale ambao pengine hawana njia nyingine ya kuingia chama kingine chochote, na wale ndio wamekuwa kiitwa orphans wa baba. Wale hawana nguvu, hata hakuna mahali popote ambapo wanaweza kwenda kunegotiate kwa sababu hawakuwa na ground. Baba alikuwa anainua mkono anasema huyu ni kijana yangu, anapigiwa kura. Huyu ni mrembo yangu, anapigiwa kura. Hao tayari watabaki pale, lakini watabaki kwenye shell. Group ya pili ni wale wenye uwezo, na umewataja wengi ambao wamekuwa kwa chama kwa muda mrefu, wana experience na kadhalika. Pengine hao ndio watapatiwa chama waweze kuendeleza. Wakibaki pale watabaki na chama ambayo pengine haitakuwa imekubaliana na yale mambo ambayo yamekubalika. Alafu kuna wale wenye nguvu. Wako na nguvu kwenye chama, wako na nguvu kwenye ground, wako na nguvu kwa mdomo, kimaoni, na pia kwa kujua kile ambacho wananchi wanataka. Mfano kwa listi hiyo ni watu kama Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa Sifuna, watu ambao wanajielewa, wameelewa demokrasia vile ambavyo baba aliitaka na wamekuwa wakifanya hata akiwa mzima. Wale ndio watu ambao pengine wataweza kusurvive pale. Kwa hivyo wasipoweza kusikizana, kama kuna watu walikataa kuingia broad based na wakaamua hawataweza kuisupport baba akiwa mzima, unafikiri wataisupport sasa kama baada amekufa hawataweza kuisupport? Kwa hivyo hizo groups tatu kwanza zinaenda kusambaratika wasipoweza kuvutwa pamoja. Suluhisho ya rais kwa sasa akiingia ndani itakuwa kuwaondoa wale ambao hawasupport broad based. Akiwaondoa wanaenda kando na wako na nguvu, na wako na nguvu ya kupiga ile chama mpaka yanguke chini. Naam, baadhi ya masuala ambayo ulikuwa umeyazungumzia awali na ndio hayo yanachipuka tena katika mjadala huu. Lakini turudi tuliangalie swala la hichi kizazi ambacho amekitaja hapa. Kizazi changa, kizazi kinachoelewa haki zake,
kina msukumo kutoka kwa Gen Z bado. Kuondoka kwa kizazi hiki na kuondoka na kitambaa kimoja ambacho amevitaja hapa katika lile koti, inawapa nguvu gani kwenda nao kuzungumza na Gen Z ambao walileta mtafaruku mkubwa mwaka uliopita? Asante sana. Ukisikiza Stella, mtu ambaye anaweza fikiria tulikuwa mahali na yeye tukazungumza tuje tuyazungumze. Sababu aliyosema ndio yote nilianzia. Na tunaongea kwa sauti moja. Kwa sababu it is what it is. Mambo yako hivyo kwa ground. Na nataka niseme kwamba kuna jambo moja ambalo watu wanavyosema ambalo sikubaliani nalo. Kuna kusema kwamba ODM kuna wale wazee peke yake na wengine vijana ambao wamegawanyika. Pia ikumbukwe kwamba hii spirit ya baba ya kupigania wananchi wakati wote wananchi wako upande gani, hiyo spirit ndio iko na kijana anaitwa Sifuna, iko na spirit the same argument iko na Orengo. Hivyo ukisikiza Orengo vizuri, Orengo pia aegemei ati sasa tunaenda Orengo hata baba akiwa hai amesema, Orengo amekuwa akisema mambo ambayo hayakubaliwi na hayo mambo ambayo watu wanasema kwa upande wenyewe kwa broad based. Na anasema vizuri sana. Anasema kama mnaenda upande huo, mimi sasa hatuko na nyinyi kwenye hiyo meli. Lakini ninavyotaka kusema kwamba ukiangalia matamshi ya Sifuna katika yale mazishi, alisema kwamba baba alitaka kila wakati tukitaka kufanya jambo lolote kama ODM tuende kwa wananchi. Yeye alisema hako upande wa wananchi. Na akimalizia matamshi yake akasema yeye atakuwa nambari moja katika kupigania unity ama kuleta watu pamoja katika kile chama cha ODM. So tunaona kwamba Sifuna ambaye kwa watu ambao maybe wanaweza kosa kumuelewa, akona chances, anaweza fika mahali aone sasa badala ya kutupa hiki chama jiende kabisa, arudi nyuma 2 steps kama baba alivyowafunza na alivyokuwa akifanya. Baba alikuwa ni mtu ambaye inchi inakuja mbele kuliko mambo yake kibinafsi. Kwa wakati mmoja unaona amekuwa katika siasa, amesimama kiti cha urais, anapigania, lakini sasa akishindwa na ameona sasa hakuna lingine, anauliza what is on the table? Ni nini tunaongea kuhusu? Na nimesema kwamba baba ndiye aliyeletea Kenya katiba, lakini baba mwenyewe ndiye amekuwa akifanya testing ya hii katiba katika mambo tofauti. For example, wakati wa Supreme Court, wakati wa kesi ya ile uchaguzi ambao ulikuwa tatanishi, alipeleka kotini na akakuwa successful kwamba tulitest Supreme Court yetu kama Kenya inaweza kufanya kazi ama haiwezi kufanya. Kila wakati kumekuwa na uchaguzi hapa Kenya, baba hata akipoteza uchaguzi alikuwa baadaye tunapata mabadiliko very major in this country. So ndio maana uliona wakati kumekuwa na ili jambo la matanga ama baba amekuwa akiombolezwa, Wakenya wengi hata tuseme kwa mfano hata wenye kwa mlima ama mahali ambapo watu waliamini hawa support baba, hawakufurahishwa na kifo cha baba. Kwa nini? Wao walitaka baba asishinde, lakini hata asiposhinda wanafurahi baba akiwa kwenye opposition because anakuwa whistleblower number 1. Baba jambo likifanyika alituambia kuhusu Waturu Takasian ikafanyika, atuambia kuhusu NYS ikafanyika. Baba angewaambia serikali inafanya namna hii na inaiba ama pesa inaibua mahali fulani, mkuwe na tashwishi, mtaona litatokea na itakuwa vile vile. So baba amechangia sana katika demokrasia ya Kenya. Inaibua lile swali la nani mtetezi wetu sasa, Stella? Kama Wakenya hawajaona mpaka saa hizi nani mtetezi wao, basi wamekataa kuona, wamefunga macho. Na nitawaomba wafungue macho, tufumbue sote. Na watu wa kwanza wa kufungua macho sio sisi wa Kenya wa kawaida, ni wale wanachama wa ODM, kwa sababu mtetezi wa Kenya bado ako ndani ya ODM. Baba alikuwa ni mtu mkubwa sana, na mzangu ameelezea hapa kabisa. Ni mtu mkubwa, kipawa chake kilikuwa kikubwa, nyota yake ilikuwa kubwa, kiatu chake kilikuwa kikubwa, hakitavaliwa na mtu mmoja. Na alipoondoka amegawa ile kile kipawa chake katika njia tofauti, na kila mtu amepokea sehemu tofauti. Yule ambaye amebeba uzito wake wa kushawishi wananchi ni Babu Owino. Mheshimiwa Babu Owino ndiye amebeba uzito wake wa kushawishi wananchi, ndiye amebeba uzito wake wa kumobilize ama kuwaleta pamoja wananchi, na ndiye amebeba uzito wake wa kuwachangamsha wananchi wakati ambapo kitu chochote kinafaa kifanyike. Wanasiasa wa ODM
Utahitaji, wana wivu, wanatamani wao ndio wangekuwa wamebaki na hiyo. Lakini hili ni jambo ambalo hakikufanyika kimakosa. Na sio mbadi. Hakikufanyika kimakosa kwa sababu baba, kuna wakati hapa wa maandamano ya 2024 pamoja na elections zile ambazo zilipita, alimtumia babu sana kufanya mobilization nchi nzima. Kila mahali yeye ndiye alikuwa anafanya mobilization. Ukimtuma mtu kwenye ground, anazungumza na watu wako kwenye ground, anawaeleza vile ambavyo mmejipanga, itakuwa ni vigumu sana akose kutoka hapo kama anaaminika vile wewe umeaminika, kwa sababu yeye ndio messenger wako, sio? John alipokuja akatuambia Yesu anakuja, tulimwamini yeye kwa sababu alikuwa ametumwa. Hapa sasa babu ndiye ametumwa, anaambia baba amesema hivi, tunapiga kura hivi, na watu walimsikiliza wakamwamini, wakajua huyu yana represent baba. Naye vile alipofika pale kwenye ground, kwa sababu yeye mwenyewe ana vipawa vyake, akaweza kuwashawishi wananchi ya kwamba anaweza kutoa uongozi. Na kusema ukweli, kitambo hakuwa ameanza kukuwa na zile hulka za watu ambao wanafaa kwa katika uongozi mkubwa kama huo, lakini amejifunza polepole kupitia experiences zake mpaka amefika mahali ambapo wananchi wamesema ni huyu. Ilipofika wakati wa maandamano, yeye tu ndiye alisimama na vijana wa Gen Z, wakamuona mpaka anaruka kwenye geti ya bunge. Hata juzi alijaribu. Hata juzi alijaribu ili tu kuweza kuzungumza nao na awe nao na aelewe kile ambacho wamekubali. Mheshimiwa Ngilu alisema alikuwa kwenye ground pale kwa parliament, akaona yale yaliyojiri, na anasema kwamba wananchi walikuwa wanasema sisi hatutoki hapa, kwa sababu ilibidi mpango ubadilishwe ili watu waende Kasarani. Walisema hatutoki hapa mpaka babu atueleze kile tutafanya, asipoongea sisi hatuendi. Hapo ndipo Mheshimiwa Ngilu anasema aligundua ya kwamba ODM itabidi waamue na kwa mapema wampe uongozi wa ODM. Wasipompa uongozi wa ODM, chama itasambaratika. Hiyo si uongo. Hilo neno ni unabii kutoka kwa Mheshimiwa Ngilu, hata kama hajawahi kuitwa prophetess. Na ODM wakiwa werevu waanze kujipanga kumpa uongozi wa chama ili aweze kufanya nini? Kushikilia chama. Wasipompa, akihama, naweza kusabia vyama kadhaa ambao wanamngojea, na sitazitaja hapa kwa sababu pengine nitamharibia, waende kumchochea huko kabla ya kufika, lakini wanamtamani aje. Sababu yao ya kumtamani akuje kule ni kwa sababu tayari Nairobi County, unajua ni county kubwa na inagombewa sana. Nairobi County tayari iko mikononi mwake. Yeyote anayetaka Nairobi County kwa sasa anajaribu, hapigani kumuondoa Sakaja, anapigana kumuondoa babu, kwa sababu babu ndio opinion polls zinaonyesha yako juu kwa sasa. Jambo lingine ni kwamba akiondoka na akose chama ya kuingia, supporters wake watatoka naye na waende naye. Sijui kama ulimuona baba alikuwa akiondoka kwa chama moja, akiingia kwa chama nyingine, supporters wanaondoka naye kabisa, wanaenda wote. Na sio watu wengi walikuwa na uwezo wa kufanya kitu kama hicho. Hiyo kitu ambayo ilikuwa kwa koti ya babu ndiye ameweza kuinyakua. Akitoka, hata akienda kusoma kama independent, hii governor anaipokea. Ni vile tu pengine Wakenya hawajazoea independent candidates sana, kwa hivyo pengine hatachagua hiyo kama option ya kwanza. Wazoea rangi. So ODM wakiwa erevu, wakitaka kubaki na watu wamsikilize. Uliona alipokuwa akitangazwa pale kwenye matanga, nini anasema listi, watu wanaketi, wanasimama, wanatangazwa, wanaketi chini, wanatangazwa. Ilipofika kwa babu ikawa ni kelele. Support kutoka kwenye ground, mpaka watu ambao walimfuata watatu walipata support ambayo si yao, kwa sababu wananchi walikataa kunyamaza hata baada ya kumchia yeye na akaketi chini. Wasiposikiliza ground, na siongei kama ya DCP ati wasikilize watu, wasiposikiliza kile ground inasema, chama inaenda kusambaratika. In fact naona ni kama itabaki kama ni chama ya kwetu nyumbani kwa Wajaluo peke yake. At least umekubali. Limeibuka swala la Babu Owino. Nitarudi na swali lingine kwako Stella, lakini amemtaja Babu Owino kama mmoja wale ambao wanaweza kukielekeza chama hiki. Awali kwanza ulitaja Winnie Odinga kwamba pia ana uwezo mkubwa. Lakini kati ya uzoefu na uhamasishaji, Babu anakaa kidogo, ana uwezo mkubwa. Kutompatia nafasi hii kama anavyosema Stella, itakuwa na athari gani kwa ODM? Very straight. Stella ameongea vizuri sana kuhusu Babu, na haya mambo yote amesema kuhusu Babu ni mazuri na ni ya ukweli. Lakini kumbuka kwamba Raila Odinga, viongozi supporters wake wengine hawakuwa supporters, walikuwa ile inaitwa fanatic. Kwamba napenda Raila to the extent
naweza enda nipigwe, niseme watu wanatishia kupiga risasi, niseme piga, as long as tunatetea baba. Ama baba amesema twende upande tayari kuweka uhai wangu mbele. Ama twende upande huu, tunaenda kufanya jambo fulani, haulizi kwa nini tumeambiwa tukafanye, sababu baba amesema tufanye. Kumbuka wakati wa katiba wakisema kama baba amesoma katiba, sisi hatuhitaji kusoma. Na anavyosema ni kweli, babu amerithi. Wakati tulisema watu wanavyosema baba hajaweza kuongoza, kuweka viongozi ama kurithi, kuweka viongozi wanaorithi yeye, hilo ni uongo, sababu watu kama viongozi kama babu wamelea katika mikono ya baba. Na inasemekana kwamba hata babu mwenyewe alisema juzi, akasema baba ambaye anajua kabla after baba yake anajua ni baba Raila Odinga, mama Aida. So ikumbukwe kwamba kama babu Owino na kina Sifuna wataendelea kuwa katika yale mambo ya kupinga jambo ambalo linafanyika katika ODM, watafukuzwa hata bila kutoka, wao wenyewe watafukuzwa. Sababu ya nini? Jambo la chama cha ODM ulianza kwa kusema vyama vingine inakaa kama briefcase ama iko na relationship na ambaye ni mwenye chama. Hakuna ODM bila Raila Odinga. Raila Odinga ameondoka, familia yake inasemaje? Usemi wa familia uko wapi? So kulingana na vile navyoona, familia ya Raila Odinga imeshachukua uamuzi wa kupeleka ODM katika broad based government. Wakipeleka wakipeleka chama cha ODM katika broad based government, inasemekana kwamba kama Stella alivyosema, Babu Owino na viongozi wengine wataenda tofauti ama wataenda kando. Babu Owino wakienda katika chama kingine chochote kile, kutuangalia sasa upinzani ni wapi wataenda, Babu Owino apewe hiyo manto ya kusema for example akienda kwa Kalonzo, haizi enda akue mkubwa kuliko Kalonzo, labda akue second fiddle, like akue running mate, which ambao supporters pengine wa babu hawatakubaliana na yale. Ukienda kwa Matiang'i, hawezi enda kwa chama cha Jubilee, awe yeye ndiye kiongozi. So either labda tu babu waende waunde chama kingine tofauti, na hapo ndio watakapojua kutengeneza chama kifike level ya ODM kinachohitajika na inahitaji kazi. Mtu ambaye anaweza hitaji anaweza replace baba vizuri, lazima awe na historia kama ya baba. Lazima awe na historia hiyo ya kutetea wananchi, hiyo ya kutetea haki za kina binadamu, na isiwe tu, unajua wakati mwingine kuna moto kwetu tunasema moto ya matawi inakuja mbio alafu inazima. Isiwe ni mtu wa aina hiyo. Iwe ni mtu ambaye amekomaa, siasa zake zimekomaa, anaweza fika aende apeleke watu CBD, alafu aone wakati wameanza kuharibu mali ya watu, ambie stop. Na mtu ambaye amekuwa akiweza kufanya jambo kama lile ni Kalonzo. Kalonzo bila kumtetea, Kalonzo amekuwa ni kiongozi ambaye haujamuona akitusi watu. He is a diplomat, amekuwa anajipresent himself like a very diplomatic person, ambaye hizo siasa za vurugu kupigana hizo sasa si za Kalonzo. So ikumbuke kwamba ukiona huyu Uhuru Kenyatta alivyofanya pale Bondo, wakati watu wote waliondoka, alirudi pale kucement ile relationship na kuongea. Hujui walichozungumza na familia ya Raila Odinga. Hujui kutoka hapo mwelekeo wa Uhuru ni gani. Uhuru ndiye ako na prerogative, ako na uwezo wa kusema either apeleke Uhuru, tuseme ako na wafuasi wake kwa kweli. Na pia uliona pale katika uwanja hata Nyayo kila bahali anashabikiwa. Uhuru ni adui wa Ruto kweli? Hilo hatujui. So either Uhuru aamue anapeleka watu wake kwa opposition ama apeleke kwa serikali. Uhuru anaonekana ndiye ataweza kuinfluence sana nani atakayeridhi ama nani atakuwa the next president. Bila shaka tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia bado hiyo agenda ama hiyo nukta iliyotolewa kuhusiana na mbunge huyo wa Embakasi Mashariki Babu Owino. Yeye akiamua kwamba anasimama peke yake, ana uwezo wa kifedha kutengeneza chama kuanzia chini na kupanda juu, ama kutakuwa na muhali katika kutengeneza chama hicho. Katika sehemu ya mwisho ya taarifa hizi za yanayojiri Jumanne hii, wengi wanapotengeneza vyama vya kisiasa wanasema kama hauna hela
itakuwa vigumu sana. Maanake tumeviona vilivyobuniwa lakini vikawa tu si chama hata cha county, ni chama cha kijiji kwa sababu ya kukosa zile hela za kusambaza chama hicho. Na je, sasa hivi iwapo itatokea kulingana na kauli zao za awali, Babu basi ajiondoe kwenye ODM, atakuwa na uwezo wa kuanzisha chama chake na kuwa imara na kuwa na katika nafasi ya kupigania nafasi za ubunge ama urais humu nchini? Stella, hela za kusambaza chama na agenda ya chama huwa zinatoka wapi, Suleiman? Political parties. Zinatoka kwanza kwa political parties fund ambayo haipatiwi chama zote, inapatiwa zile chama 2-3 za juu. Okay? Alafu next level inatoka kwa mwenye chama. Ana hela ama hana hela? Anaweza kosa hela, anaweza kuwa nayo. Na anaweza kuwa na hela na kuwa ni mtu ambaye hapendi kutumia pesa yake kwa chama. Kwa mfano, baba hakuwa mmoja wa wale watu ambao anapenda kutumia pesa yake kwa chama. Kwa hivyo hata kama alikuwa na hela, sio hela zake alikuwa anatumia kwenye chama. Alafu next level zinatoka kwa marafiki wa chama. Una marafiki wa aina gani? Una marafiki wa aina gani? Wana uzito wa kiasi gani kuja kwa upande wa mali? Hao ndio wanaweza kusupport nini? Chama. Na sio mali pekee, kama biashara pia, ama zile systems ambazo zinaleta mali. Kwa hivyo kwa mfano, yeyote ambaye atachukua hatamu ya uongozi katika ODM, ni muhimu angaliwe, aone marafiki zake ni wa aina gani, ni watu ambao wanaweza kumchangia pakubwa, ama ni watu ambao wanateseka kimali. The last level ambayo ni level mpya sana, imeanza juzi tu, tuliona tangu wakati wa maandamano ya Gen Z, ni crowdsourcing. Crowdsourcing ni njia ambayo sio watu wengi wameweza kumakinika kwa sababu inahitaji mtu ambaye ana influence na anaeleweka na wale watu ambao anawaomba waweke mali yao kwenye finance fulani. Katika crowdsourcing, Gen Z mliona kwamba mkiwapa masaa 24 wanaweza kutoa milioni kadhaa, na kila mtu atoe pesa nyingi, 150, shilingi 10, ile unayo na inafika. Wale supporters ambao unao wanaweza kuwa very easily converted wawe ni pesa kama wanaamini kile ambacho unasema. Crowdsourcing pia italeta pesa kwenye chama. Watu wangapi pale wana capacity ya kufanya mobilization ya resources ambazo itafanya aidha marafiki zao watoe pesa mfukoni wa support agenda yao, ama crowdsourcing wale ambao wana support waanze kuchangia candidate yao. Crowdsourcing imefanya kazi sana kwa mfano katika demokrasia ya Marekani, kwa sababu wengi wao wanaamini siasa yao, wanaichangia na kadhalika, wana volunteer, wanatumia pesa zao kufanya siasa na kadhalika. Naona kama hata kama kwa sasa sababu wanaonekana ni kama hana ile mali ya kuweza kusambaza chama na kuhakikisha kwamba imekuwa na foundation nzuri na imesambazwa mpaka nchi nzima, naona kama ataweza kuwa na marafiki ambao wataweza kuchangia, na kando na marafiki naona kwa sababu ya support ya Gen Z, crowdsourcing haitamshinda. Kando na hiyo, pengine akiweza kufanya kazi na jamaa kama Mheshimiwa Sifuna ambaye kwa sasa sehemu ya koti alichukua ya baba ni ile sehemu ya kuelewa vile ambavyo baba alikuwa anafanya maamuzi yake na anaamua kauli yake katika jambo lolote ni gani. Zile tools yeye alizipokea kabisa, na ukikaa chini na yote uangalie, umuulize kama tungekuwa tunatafuta suluhisho kwa hili, baba angeamua kivipi, tunaenda upande gani, ni Sifuna ndio pengine angeweza kuelekeza. Wametembea naye wote, wakaanza kukutana na marafiki zake. Kwa hivyo kuna vile pia unaweza kuinherit marafiki. Haitakuwa ni mara moja, lakini itawezekana ya kwamba baada ya muda mchache marafiki zake wataanza kuamini wewe. Baada ya kusema hivyo, acha niseme hivi. Miaka imebaki, nadhani imebaki mwaka 1.5 kabla ya uchaguzi. Na kuna wale wametabiri kwamba pengine uchaguzi utafanyika mapema kushinda 2027. Huo wakati hautoshi kusajili chama na kuweza kuisambaza. Tumemwona kwa mfano the former deputy president Bwana Rigathi Gachagua aliweza kuondoka na akasimamisha chama yake yenyewe, hakuisajili kwa mara ya kwanza. Ni chama ambayo ilikuwepo, nadhani aliweza kuzungumza na wenyewe na wakakubaliana badilisha tu nembo na kadhalika. Na yeye alikuwa na muda wa miaka 2. Miaka 2 inatosha kuweza kutembea, hasa kama uko na pesa tayari. Inatosha kutembea nchi nzima na uweze kutafuta members. Watu wengi wanatamani kuwa wanachama wa vyama na waweze kuwa na nguvu. Kila mtu anatafuta nguvu. Unapata watu na zile conditions ambazo ziko kwa Political Parties Act na zile ambazo registrar nazo zinaweza kukua ni rahisi sana kwako kama uko na wakati na pesa. Lakini sasa masaa yanayoyoma,
masaa yanakwisha, kuna kampeni, kuna uongozi ambao bado unaendelea, alafu kuna malumbano ambayo yanatokea kwa sababu ya vitukio kama kifo cha baba. Sisi tunaliona hilo. Unadhani rais atakubali kumpatia babu nafasi kama hiyo, kwa sababu anajua akimpa nafasi kama hiyo ni kumpatia simba, mama na simba, nafasi ya kula nyama, na kujua ukila hii nyama basi utakuwa na uwezo fulani? Hata sio kumpa simba nafasi ya kula nyama, ni kumpa simba nafasi ya kula binadamu. Ataonja chumvi kwa mara ya kwanza na hata koma baadaye. Sidhani, na ndio maana nilipoanza kutoa kauli yangu nilisema ya kwamba sidhani rais atakuja kwa upole, anakuja kwa kishindo, kwa sababu anajua chama hii, yule ambaye atakayechukua anaweza kuwa ndio kwa kizungu tunasema the last nail, msumari ya mwisho kwenye sanduku yake ya kumpeleka kwenye kaburi la kisiasa. Atahakikisha kwamba yule ambaye atachagua pale atakubali kuendelea kusupport broad base. Lakini nimekwambia kitu, yeyote atakaye jaribu kuendelea kumtetea rais na chama yake, yeyote atakayeendelea kusimama na rais na chama yake, anasimama kwenye njia ya Mungu. Mimi nimesema kwa hii studio si mara ya kwanza, si mara ya pili, si mara ya tatu, na narudirudia leo. Rais aliingia kwenye uongozi akitumia jina ya Mungu. Akawa anatupatia Bible verses, anatuimbia jina ya Mungu, anasema amechaguliwa, akaingia kwa jina ya Mungu. Alipoingia pale akafanya vitu ambavyo ni tofauti na kile ambacho Mungu anakubalia. Mungu sasa ameona ya kwamba rais amefanya Wakenya wengi sana wakasirikia Mungu, wanasema kwamba Mungu alipatia kiongozi mbaya. Mungu lazima atajirudisha kati ya nchi ya Kenya, atakuwa at the center of this nation. Hakuna yeyote ambaye atasimama katika agenda ya Mungu ya kudeal na Ruto. Na hatujui Mungu ameamua atadili na yeye lini, hatujui anapanga kumwangusha kutoka uongozini lini, lakini kile ambacho kinajulikana lazima atamwangusha. Ukisimama kumtetea nawe utaanguka naye. Yeyote ambaye hatafanya uamuzi kuamua, aangalie ajue ni upepo unaenda upande mgani, wataegemea upande wake na wataanguka naye. Hii si mambo ya kufanya injection, hata sina mambo mengi najaribu kufanya hapa. Mimi nasema tu vile nasema, nimeangalia nikaelewa vile kunaenda. Mungu ataanguka na yeyote ambaye atasimama njiani mwake, kwa sababu lazima atapata njia yake. Tutasubiri baada ya kusema hivyo, acha niseme hivi. Ataingia pale kwa ile chama, atajaribu kutafuta kiongozi ambaye ataweza kusupport broad based. Kati ya hao viongozi, in fact ukiangalia wale 4 experts ambao wanao wa kutoka ODM, kati yao yule ambaye ana miguu yake ya kusimama kabisa vizuri ni pengine, hata si pengine, ni Oparanya, kwa sababu yule ni mtu ambaye ameshikilia ground, kazi yake inajulikana. Alafu pengine tumwangalie Joho pale Coast, hata ingawa kuna watu ambao wamemtingisha pale kwenye ground. Alafu ukiangalia mtu kama treasury, anaitwa nani? Mheshimiwa Mbadi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameshakataliwa kwenye ground. Ndio maana wakati alipotolewa kupelekwa kwenda kwa CS, alikuwa ni nominated kwa sababu ground ilishamkataa. Kwa hivyo huyu atoki kumrudisha kwenye ground. Sioni ni kura gani anamletea rais. Na rais ground ilimkataa kweli, ama ni yale maafikiano ya kwamba waacha wanga asimame? Hakuna maafikiano. Hakuna mwanasiasa ambaye anakubali nomination akijua ako na ground. Kwa sababu ukiingia pale bunge na uko nominated, utateswa kama alivyoteswa Gloria Oruoba. Mara nyingi ni vizuri ukiwa umechaguliwa na watu pekee yake ndio wanaweza kufuta kazi. Ndio. Inaibua swala la msimamo ama karata za 2027. Haya yote tumeyazungumza, lakini karata kubwa tunaiangalia sasa tulizoshika mkononi za 2027. Kwenye mchezo wa kasino anasema angusha zako na mimi niangushe yangu. Ukiweka joka utajua mwenyewe. Lakini sasa hapo ndipo sasa kifo cha Raila Odinga kimetuacha. Urithi siasa za mwaka 2027. Tuna dakika 10 hivi. Kwa hivyo tulijibu kwa upesi na kwa ufupi tu, kwa ufasaha vizuri. Kabla nijibu hilo swali, Stella ameongea vizuri sana. Na napenda mawazo yake na vile anavyojibu. Lakini unaona amevaa white, ameongea kama Ezekiel, ule prophet. Lakini bila kuongea sana mambo ya Mungu. Na mbona mic yako kidogo ina tatizo. Nirudi kwa Stella nikishughulikia microphone yako. Stella, kwa hilo swala la siasa za 2027, kifo cha Raila Odinga wanasema kimechafua maji ya 2027. Haya maji yanatulizwaje, ama sasa kila mtu anaogeleaje kwenye haya maji? Pengine jambo la kwanza ambalo ningependa kusema ni kwamba maji hayatatulia bado.
bado yanaenda kutingika vizuri, kwa sababu kuna mabadiliko ambayo wakati wake umefika. Na wakati kama huo mara nyingi unaona kila kitu ambacho tulikuwa tumetegemea, kila ngome ambayo tulikuwa tunashikilia inakuwa inalegea. Kwa hivyo sasa pengine tuseme ya kwamba kuna mambo ambayo yatabadilika mengi, lakini kile ambacho Kenya kinahitaji katika urais in the next 5 years ni mtu ambaye atatupatia nafasi ya kupumzika. Kenya ina pressure kisiasa. Kenya ina pressure kweli na wananchi wa Kenya ni kwa sababu wako na nguvu ya kulumbana kisiasa vile ambavyo tunalumbana. Lakini hakuna economy ambayo inaweza kusurvive katika pressure ambayo Kenya iko ndani yake. Ni vile sisi tumejifunza kubalance mambo yale. Yule ambaye naona ni kama anatajwa sana na nimemsikia mwenzangu Mutigi akisema kwamba Kalonzo ndio anayo kile ambacho tunahitaji katika uongozi, na ameonyesha kwamba ni mtu wa kuaminika, hata ingawa ametuonyesha pia kwamba yeye ni watermelon. Ni kwamba jina lake linatajwa kila mahali kama vile jina la babu linapotajwa, linatajwa kila mahali kwenye presidency. Shida moja na Kalonzo ni kwamba yeye mwenyewe hajikakamui kuonesha kwamba anaitaka hiki kitu. Tunamgoja, amepata nafasi zake nyingi, sioni kama anatangazia vizuri kwa kishindo vile inavyohitajika. Alipata nafasi ya kuzungumza, pengine nafasi yake ilikuwa ndogo kushinda ya rais kwenye mazishi ya baba. Ile ilikuwa ni sehemu ya kufanya matangazo makubwa. Hakutumia ile nafasi. Ulimwona vile rais aliposhika microphone, hakucheza na ule wakati. Kila kitu alichosema ilikuwa kuhakikisha kwamba akimaliza kukisema na nyinyi mnaamini yeye ndio anafaa achukue chochote ambacho baba amewacha. Kalonzo naye alipata nafasi, amemsupport baba mara kadhaa. Ilibidi mtu atafute speech ya baba ya kitambo hapa weekendi, akaweza kutuwekea kwenye mtandao, ndio tukaona kwamba yeye hata baba mwenyewe amekubali huyu Kalonzo ni wa kuaminika, amenisupport mara kadhaa. Kalonzo angetumia kusema ya kwamba mimi hata ninapomzika baba, machozi yangu makubwa ni kwa sababu ana deni langu hapa kwenye kaburi. Sijui mtanifanyia vipi. Awaachie Wajaluo waamue kivyao, watafanya jambo gani? Awaachie Wakenya waamue kivyao, watafanya jambo gani? Hata hiyo opportunity hakuitumia. Kile ambacho nitamwambia mheshimiwa Kalonzo, sijui kamera yangu ni gani. Kalonzo, popote unapomsikiliza, zungumza na wananchi na useme kauli yako. Sema kile ambacho unataka, tuamue kama tunakupigia wewe kura, na atatupa nafasi ya kupumzika. Mtu mwingine ambaye anaweza kupatia mapumziko kama hayo kwa mfano ni mheshimiwa Mkisa Kitui, lakini nimesema mara nyingi amekataa. Sijui kama ni uoga kwa sababu ya zile scandals ambazo alikuwa nazo za picha. Angeweza kukubali, yule ni mtu ambaye alikuwa Ministry of Planning wakati Kibaki alikuwa rais. Kwa hivyo angeweza kutusaidia sana katika economy na pia kupanga nchi na kutuliza siasa. Kuna watu wengi ambao wamejipanga, wanasema ambao wanataka kuwa viongozi, akina Matiang'i, akina nani. Wakenya wasipotoshwe. Wengi wa hao watu ambao wamesimama wanasema watakuwa marais ni watu wa kutuchanganya. Wametumwa na mapepo, wasijaribu kusikiliza, wakishia kama makinika, kwa sababu tukirudia makosa kama tulivyoambiwa na rais na Uhuru. Wacha tumsikize naye Bosco. Tutarudi hapa baada ya 2027. Wacha tusikize naye Bosco. Nilivyokuwa nasema kabla huyu amekuwa nabii kabisa na amefanya vizuri. So nasema kwamba moving into the future, serikali Kenya lazima tuwe makini sana katika wale viongozi tunaochagua. Ukiangalia sasa for example opposition vile walivyo sasa, mtu ambaye kama Gachagua anafaa awe na kitu inaitwa emotional intelligence, ajipackage tu vizuri, aache hasira kutokana wa mama. Mambo kama juzi amekuwa very insensitive, anaongea kuhusu kifo cha baba, mambo ya bacteria virus, mambo ambayo ameongea juzi mambo. So kama anataka kuwa rais, aje tu bila fujo, matusi, kuwa insensitive, ingekuwa tu vizuri. Ukiangalia kama nilivyosema, Uhuru Kenyatta ndiye aliye nayo na way forward ya Kenya kwa sasa, kuonesha either akipeleka watu wake wote katika serikali, chances za William Ruto kupata uongozi ziko juu sana. Ukiangalia Kalonzo Musyoka, Kalonzo naye kama tulivyoambiwa na dadangu hapa, Kalonzo inasemekana kwamba yeye kwa kupeana mfano, mwili tu ndio iko opposition, spirit iko kwa serikali. Ukiangalia Matiang'i naye hajaweza kujitoa katika ile cocoon ya Uhuru Kenyatta. Ya kwamba yeye ni puppet. Yeye lazima afuate vile anavyoambiwa. So kama Matiang'i akitaka kuwa rais wa Kenya, aweze kujitoa na aonekane tu kwa msimamo wake kwamba yeye anasimama kivyake. So haya mambo yote katika siasa zetu za Kenya, nisema kwamba
viongozi wa Kenya ni vizuri watu voters wanapochagua watu ambao ni viongozi, tuangalie mtu ambaye anaongea kuhusu sera, na sera utakavyofanyia watu ni nini. Opposition right now wanafaa kuwa na kitu inaitwa genuine oversight, for example ya IEBC. World over opposition ndio wanapigania katika voter registration, watu wapate kura nyingi ndio waweze kutoa serikali. Lakini opposition sasa wamenyamaza, Gen Z wachukui kura, badala waambie wachukue. Kuongea kwa Gen Z nikimalizia, Gen Z inabidi ni wakati wasimame, waseme wanataka kukomboa Kenya yao, na kama wangetaka kuheshimu baba, ile spirit, the values ambazo baba alisimama nazo, mambo ya transparency, anti-corruption, mambo ya kupigana na ufisadi, mambo ya kupigana na ukabila, mambo kama yale, hilo ndilo jambo. Na wanasema they are tribeless, fearless, leaderless. Ni vizuri sasa waungane. Na watafute leader. Watafute leader. Na mwanzo niwakumbushe, ni vigumu sana kwa viongozi wa Gen Z kuwa katika debe kama hawana chama. Ni vizuri waelewe hivyo, because inakaa wanasema movement ndio movement, but hizi movement eventually wawe na chama ambacho wataweza kusimamisha mtu awe kwenye debe, because hivyo ndivyo katiba inavyosema. So na wasife moyo. Jambo la mwisho kwa serikali, baba amekuwa akisema tukue na watu wa inaitwa nini, ages zote, intergenerational conversation, dialogue. Hilo ni jambo la muhimu sana. Hawa watoto labda hawatawahitaji hizi pesa serikali inawapea ama maendeleo wanawapewa. Labda wanahitaji tu internet. Ikuwe pale kwa vijiji, imelipiwa na serikali, mtu apply kazi huko USA, China, wherever, wafanyie kutoka nyumbani. Sasa na wao wangetaka pia wafanyie kazi hapa nyumbani, lakini ndio unaona wanaenda Russia, wanaenda wanauliwa huko, ama wanafanya mambo ambayo hayafai. So la muhimu ni serikali isikize watu, hata hao vijana. Wasikize ground unasema. Wasikize public participation. Hao watoto wanataka nini? Bila shaka. Nichukue kauli yako ya mwisho kwa dakika moja. Kauli yangu, naomba Wakenya hata tunapoenda katika uchaguzi, hata kwa hizi by elections, tafadhali nia yetu ni Kenya iwe moja, iwe katika imani, na tusiwe na siasa za vurugu. IEBC kwa mfano wapigane, na si kusema tu kwa makaratasi. Mtu akiongea jambo mbaya, aseme kuna post election violence 2027, aseme anataka rigging inafanyika, achukuliwe hatua. Mambo ya kuchagua watu ambao hata education yao haifai, IEBC inafai toke na zile kama Cohesion Commission waseme Suleiman ameongea vibaya, apelekwe ashtakiwe kotini, na ndio hiyo funzo kwa wengine. Asante sana. Shukran sana. Stella Agara, kauli yako ya mwisho. Kuondoka kwa baba kumetupa nafasi ya kubuni nchi yetu upya, kwa sababu kuna watu wengi ambao pengine hawangeweza kufanya maamuzi yao kwa sababu walikuwa naelekezwa na baba. Tumakinike sana katika yale maamuzi tutakuwa tukifanya na kule tutaamua kuegemea. Jambo la pili ni kwamba uchaguzi hauko mbali, na mambo ni mengi ambayo yatafanyika hapa katikati. Tusiwe watu ambao kwa sababu ya kusahau kule ambapo tumetoka, na kwa sababu baba hayupo kutukumbusha, tusahau ya kwamba kuna vita ambavyo tumekuwa tukipigana na lazima tuendelee kupigana vita hizo. Tuhakikisha kwamba tunapigania nchi yetu isimame, na isimame hata kama kuna watu ambao wameamua ni wakubwa kushinda nchi yetu. Jambo la mwisho ni kwamba amani ni kitu muhimu sana katika nchi yote. Wakenya wabaki kwa amani na waishi kwa amani, na wafanye mazungumzo, waelewane kuhusu kule ambapo wanafaa kwenda. Yule ambaye amechaguliwa na watu awe kiongozi wao, akubalishwe aongoze watu. Wasipokubali, kile ambacho kinaendelea nchi hii mwaka huu kimetuonyesha ya kwamba Mungu hataki mchezo na Kenya. Asante sana. Stella Agara, huyu mchanganuzi wa uongozi bora, na Bosco Mutegi ambaye pia ni mchanganuzi wa uongozi na siasa. Sina la ziada. Hapo ndio natia kikomo. Kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Naitwa Suleiman Yeri.